JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Mwanzoni nimeelezea hapa na nimetoa muono kwa wasanii wengine au wasemaji wengine kwamba waache kufanya kazi na makampuni ambayo hujayakagua vizuri. That's why unaingia mkataba na kampuni alafu baadaye unakuja kugundua kwamba hiyo kampuni inaweza kuleta matatizo kwenye jamii. That's why mimi nimewakagua Active, nimeona tunaweza kufanya nao kazi, lakini pia mimi mikataba yangu huwa ni mikali mno. Mimi nasaini mikataba ambayo na uhakika 100% kwamba italinda haki zangu, lakini pia italinda haki ya mtu ambaye nafanya naye kazi, ili niweze kujituma. Na moja kati ya vitu ambavyo wakati Diamond Platinum ananivisha hii cheni jana, aliniambia hakikisha watu wanaokulipa fedha unafanya kazi kwa bidii, unafanya kazi kwa juhudi, ili makampuni mengine yaone juhudi zako waweze kuendelea kupata deal. Sasa kuna watu wengine wanaingia kazi na makampuni, mwisho wa siku anakuwa ni hoga. Hata mimi nishai kuingia mkenge kwenye baadhi ya makampuni, lakini baadaye nikagundua kwamba yatakuja kuniingiza kwenye shida na nikajiondoa haraka iwezekanavyo na nikaacha hela. Kuna kampuni nimeacha zaidi ya milioni 18, lakini niligundua kwamba hii kampuni mwisho wa siku itakuja kuniletea mimi matatizo na kuchafua brand yangu. Kwa hiyo nikarudi nyuma. Umeona bana? Sasa sema ambao mimi nilikuwa nalipa milioni 18, kuna mtu mwingine alienda hapo akalipwa sijui nadhani milioni 3.5. Bio akasaini, akaita waandishi wa habari akasema sana ni Mwijaku. Lakini sasa mwisho wa siku kinachokuja kutokea, unakuwa na saini mikataba mingi alafu hela hauna. Au so bana, hela hauna, that is. Lakini kupitia Active mtaanza kuona mabadiliko na mtaanza kuona nyumba yangu ambayo najenga soon namaliza, na nitawaita katika uzinduzi, tutasherehekea. Au so bana, Mwenyezi Mungu anashushia riziki na namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Au so bana, kuhusiana na issue ya jana ya Alikiba, nimempongeza Alikiba kwa jana alipo zindua cover yake. Au so bana, the only king. Au so bana, Alikiba ni msanii kutoka Kigoma, ni mama homeboy, na mimi nashukuru sana. Au so bana, nimekuwa nikisupport mambo yake mara kwa mara, lakini na yetu tunamuomba kama hivi Active nimepata hivi kadiri unapost na wewe Alikiba kama hongera na wewe Baba Levo mpata Active na nini. Ukijizima data na mimi kuna siku na mimi nitajizima data, ndio inaonekana kama Baba Levo au support. Lakini nimesign deal kama hii ya more than 100 million kwa sababu ni dola karibia 50, karibia milioni 100 na kitu. Au so bana, lakini unakuta msanii mwingine badala ya kushangilia ananuna. Mbona bana? Ananuna. So Alikiba nilimsupport, na yeye kama atapata fursa ya kuona press hii asupport Active Media au awatagi hata kwenye Instagram page yake inaitwa Active Media 24. Tunapomaanisha Active Media 24 tunamaanisha kwamba ni Active Media masaa 24 tunakuwa tunatoa habari mpya tofauti. Mtani nimekujibu vizuri. Kuhusiana na huyo msanii mwingine, sio lazima Chidi awe anatoka kwenye gang. Kuna Chidi wengi, kuna Chidi Benzi, au sio, kuna Chidi Mapenzi ambaye ana duka, wako machidi wengi, au sio bwana? So it's not big deal. Yeah. Okay. Kwa hiyo cheni hizi ni chache alizileta kwa ajili ya wasanii wa WCB. Kwa hiyo akasema, akaingia ndani akasema na kuvisha hii cheni kwa ajili ya kuonyesha wazi kwamba tuko pamoja. Sasa, hongera sana. Sasa tuone kwenye swali. Umesema wewe utakuwa unafanya connection na makampuni mbalimbali kuhusiana na Active Media. Tunafahamu unafanya kazi Wasafi. Unaona kwamba utakuwa unawapunguzia deal mabosi zako kule ambapo unafanya kazi? Moja kati ya vitu ambavyo nilivifanya kabla hujasign deal kama hii, lazima ushirikiane uwashirikishe mabosi zako. Diamond is my big boss. Kwa nilikaa naye nikamwelezea katika uhalisia kazi yangu ambayo naifanya na Active, na akatoa go ahead. Na mimi hamna mtu nayemuogopa hapa duniani kwa sasa hivi kama Diamond Platinum. Akishatoa go ahead na enda. Hamna mtu mwingine wa kujizuia, au sio bana? So Wasafi Media, mimi ni mtangazaji katika kipindi cha Mgahawa, lakini huku Active mimi sio mtangazaji. Mimi ni msemaji. Nadhani ujaribu kuweka utofauti. Na utaona sisi tutakuwa tunafanya press kila wiki.
Kila wiki tutakuwa tunaita press, tunaelezea ni biashara gani ambazo zimepungua bei, ni kampuni gani ambayo imetoa punguzo na kila kitu, kuwaelezea watu. Kwa hiyo hata nyie kama kuna hii walao ambao mnaokota, jiandaeni kuokota kila wiki. Kwa hiyo tutakuwa sisi kama Active, nyie ni media wenzetu, sawa? Kwa sisi tutakachokifanya pia, riziki yetu tunaipata, tutakuwa tunagawia na nyie ili muende mkafikishe ujumbe kwenye jamii au kufikisha ujumbe kwenye makampuni mbalimbali. Kila wiki tutakuwa tunafanya press kuwaelezea. Kwa kifupi, nataka kufupisha, kwa kifupi tunapewa mamlaka ya kuanza kushusha bei ya kila biashara. Mamlaka ya kutangaza tumeshusha bei. Kwa mfano ni maji gani, maji fulani ameshusha bei. Na tukishusha, hatushushi Dar es Salaam peke yake, tunashusha Tanzania nzima. Kwa kama uko Kigoma, sisi tuna page yetu ambayo inaitwa ya Instagram, inaitwa Active 24. Hiyo page ndio itakuwa inaelezea kama Kigoma, nenda kwenye maduka fulani ambao haya maduka, listi hii kwa watu wa Kigoma, ukienda bei ya omo tumeishusha 50%. Sio kama mnanielewa vizuri. Kwa hiyo kama uko Mwanza, tutakuelezea kwa page ya Active. Ndio maana mama ameelezea pamoja na kiongozi hapo. Page ya Active itakuwa inafanya kazi pia ya kutangaza makampuni ambayo tunafanya nayo kazi, ni vitu gani ambavyo wameshusha bei au vitu biashara gani mpya ambayo wameingiza kwenye soko. Kuondoka tutakuwa tunaifanya. Kwa Baba Levo anapewa mamlaka, Mungu Baba amepewa mamlaka ya kuanza kushusha bei biashara zote. That's why tumesema makampuni ambayo tuko nayo au wateja wetu kwa sasa hivi ni haya, lakini tunatoa nafasi kwa makampuni mengine ambayo yataona hii fursa, yaje tufanye kazi na Active, na sisi tutafanya kazi ya kuhakikisha biashara zao mpya au bidhaa zao mpya tunaziweka sokoni, lakini pia mapunguzo yao, promotion zao kutumia Active au soba na kupitia page yangu, lakini pia kupitia page ya Active 24 tunatangaza hayo mapunguzo yao au hizo bidhaa zao mpya ambazo wanazifanya. Kwa Active inafanya kazi kwa upana na makampuni mengi, lakini Wasafi hakuna shida, tunaendelea kuenjoy, na huku ni hela nyingi. Nimemwambia Diamond ya mamilioni, more than 100 million, siwezi kuacha au so bana. Diamond tatizo usichukue milioni 100 kwa sababu labda ukichukua sijui kuna wateja wao watashindwa kuja kwetu. Hapana, nimeona kuna wateja wanatangaza kwenye Clouds, wengine wanatangaza Wasafi, wateja wao wanatangaza EFM. Kwa hiyo ni biashara inazunguka, so it's not big deal, au sio? Baba Levo, mimi na maswali mawili. Swali la kwanza ni kutoka hongera kabla sema kwa swali kwa msemaji wa inaonekana vitu vyake labda viko bei juu, watu wanataka vipungue, au kuna mall imefanya punguzo, inataka wananchi wajue kwamba mall hii ina punguzo la biashara hizi na hizi na hizi na hizi na hizi. Sisi Active tupo kwa ajili ya kuconnect wafanyabiashara pamoja na wateja, lakini wateja pamoja na wafanyabiashara. Hiyo ndo kazi kubwa tutakuwa tunafanya, pamoja na kuwa kama media zingine, kutoa taarifa zingine, lakini hicho ndicho kikubwa ambacho tutakuwa tunakifanya. Kwa kupitia mkutano huu nitatangaza namba ya simu ambayo tutaitumia kwa ajili ya mtu yote anaweza akatuma message, akaingia WhatsApp, akatuma WhatsApp kwa ajili ya kutoa maoni, and then sisi tutachukua hayo maoni na kuyapeleka moja kwa moja kwenye kampuni ambayo inahusika. Hii kama nimekwenda sawa, sio hivyo jamani? Yeah. Naomba nitaje namba ya simu ambayo itatumika. Ni 0755 36 15 02. Namba ya simu ambayo mteja au mwananchi anaweza kuwasiliana na mimi au kuwasiliana na sisi moja kwa moja kwa ajili ya kutupa maoni yake, kutupa mawazo yake, au kampuni au tunasema kampuni au mfanyabiashara yoyote anaweza kuwasiliana na sisi moja kwa moja, ni kupitia namba 0755 36 15 02 mwisho. Kwa hiyo kwa mtu yoyote ambaye atakuwa na mawazo, anaona kuna kitu ambacho tunataka tukiongeze, tukifanye,
Active tuko tayari kupokea maoni ya mwananchi yoyote, tuko tayari kupokea mawazo ya mfanyabiashara yoyote kwa ajili ya kuhakikisha tunafanya naye biashara, tunamconnect na wateja wake, au mteja tunamconnect na mfanyabiashara. Lakini kingine, hili liwe fundisho kwa wasanii wengine, kwa wasemaji wengine, au sobana, au tunasema machawa wengine. Hautaweza kusaini deal kubwa kama hii ya more than 100 million kama utaendelea kuposti vitu vya ajabu, watu wanaenda kutapeli watu. Unaposti mganga wa kienyeji hatibu, unaposti vitu vya ovyo ovyo. Mwisho wa siku makampuni kama haya yakikuangalia yanaona kabisa huyu ameshafanya kazi ya utapeli, kwa utapeli watu wengi. Kwa tukimpa kazi yetu sisi, watu watatuona sisi ni matapeli pia. Kwa tunaomba sana, hata Diamond Platinum amekuwa akinishauri sana, akiniambia ukipewa kazi ya mtu mkague kwanza huyo mtu, uhakikishe hiyo kazi anayokupa anaweza kuifanya. Usifanye kazi na kampuni ni mradi na kulipa tu fedha, mwisho wa siku inakwenda kwenye jamii, inaenda kutapeli jamii, au inaenda kuwaongopea watu. Mwisho wa siku inaonekana wewe na wao wote mnaonekana ni kama matapeli. Nimeikagua Active, nimewaona uwezo wao kama wao walivyonikagua mimi, wakaona uwezo wangu, lakini mimi nimewakagua, nimeona wameanza kufanya muda mrefu, lakini this time wameamua kuzindua media ambapo tunashirikiana. Mnakumbuka ndugu yenu anaitwa Harakati za Bongo, yuko wapi? Tumemngoa. Kwa hiyo sasa hivi yeye ni Active Media, au sio jamani? Nadhani tunaelewana vizuri. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa pamoja, na tunaomba ushirikiano kutoka kwenu kwenye kila jambo, kwenye kila swala. Tuwe pamoja kama hivi, mfikishe ujumbe kwa wananchi, lakini pia mfikishe ujumbe kwenye makampuni kwamba Active wanaomba maoni, wale wapokea kwa wananchi ni maoni haya na haya na haya na haya, and then tufanye kazi kwa pamoja. All in all, kwa kifupi ni haya.